Basi ujumbe naotaka nizungumze na wewe mchana wa leo umebeba kichwa cha ujumbe kwamba matokeo ya kuguswa na Yesu. Matokeo ya kuguswa na Yesu. Msomaji wangu siku hizi amestaafu, sijajua Jackson Mpagama yuko wapi? Mpagama amepagamia, hayupo. Basi nimwombe katibu wangu au Eliza yupo pale. Eliza, utaweza kusoma kitabu cha Mathayo sura ile ya 9 kuanzia mstari ule wa 20 hadi wa 22. Mathayo 9:20 hadi 22. Tasoma kwa jina la Yesu. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upinde wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Tangu saa ile. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo nataka nizungumze kwa habari ya matokeo ya kuguswa na Yesu. Matokeo ya kuguswa na Yesu. Hebu mwambie jirani yako, matokeo ya kuguswa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo ya kuguswa na Yesu. Ujumbe huu nilipokuwa na uandaa niliona vitu vya ajabu sana. Unajua watu wengi leo wanakuja kanisani, wengine wameokoka na wengine wamejazwa Roho Mtakatifu na wengine wamebatizwa kwenye maji mengi na wengine wana historia mbalimbali ya kuwepo kanisani kwa muda mrefu. Wengine watakwambia, bwana mdogo, ujui mimi nimeokoka tangu miaka 60, tangu miaka ya 70, miaka ya 90. Wameokoka muda mrefu, lakini kukutana na Yesu kwa maana ya mguso wa kipekee, watu wengi hawajakutana na Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini watu wengi wamekutana na historia ya Yesu anavyotenda miujiza, ya historia ya Yesu alipolitoa kanisa hili toka huko mpaka sasa, historia ya kutembea na wazee wetu. Lakini kukutana na Yesu kibinafsi wakati mwingine inakuwa ni bado. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanatuambia hivi kwenye hii story ambayo unaipata kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 9 mstari wa 20. Maandiko nasema, kulikuwa kuna mwanamke mmoja ambaye alitokwa na damu miaka 12, na Biblia haikueleza kwa undani kwamba huyu mama alikuwa ni nani na kwa nini jambo hilo lilitokea, lakini inaeleza kwa kifupi historia yake ya yeye alivyofanya maamuzi ya kwenda kumgusa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema hivi, Yesu akiwa anafundisha, akiwa amezungukwa na watu wengi, yule mama alijiambia moyoni mwake ya kwamba nikimgusa Yesu ninaamini ya kwamba nitapata uponyaji. Unajua, Yesu alikuwa amesongwa na watu wengi, lakini hakuwahi kuguswa na hata mmoja. Lakini kuna mwanamke mmoja, yeye hakumsonga Yesu, lakini yeye aliamua kwenda kumgusa Yesu. Na maandiko yanasema alipoenda kumgusa Yesu, alipomgusa tu pindo lake, akapokea uponyaji kuanzia saa ile ile kwa jina la Yesu. Nataka nizungumze nini mchana wa leo? Kuna utofauti mkubwa kati ya kuwa mfuasi wa Yesu na kuwa mtu uliyegusa pindo la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu mama hakuwa mfuasi tu wa kawaida. Ndio maana Yesu alitembea kwenye miji mingi, lakini miujiza ilifanyika kwa wale walioamua kutoka kwenye mioyo yao kwamba wanakutana na Yesu. Huyu mama aliamua moyoni mwake kwamba pamoja na kwamba Yesu huyu amezingirwa na watu wengi, Yesu huyu
anayetenda miujiza sitaweza kumfikia, lakini kwa imani yangu, kwa haya Yesu anayotenda, kwa haya ninayoyasikia kwamba Yesu anaponya, kwamba Yesu ameponya vipofu wameona, Yesu ameponya viwete wanatembea, Yesu ameponya mabubu wanaongea, Yesu amefufua wafu, ninaamini ya kwamba nitapochukua hatua za imani ya kwenda kugusa pando la vazi lake, nitapokea uponyaji. Jina la Bwana libarikiwe. Najua nilipokuwa na mtafakari huyu mama nikagundua hakuwa ni mama wa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuwa mama wa kawaida. Hakuwa mshirika wa kawaida kama ulivyokuwa wewe. Unakuja kanisani kila siku lakini hujawahi kukutana na Yesu. Ni maombi yangu leo ukutane na Yesu. Nasema ni maombi yangu leo ukutane na Yesu. Utapokutana na Mgalilaya Yesu leo, maisha yako yatabadilika. Utapokutana na Yesu leo, maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Historia inasema yule mama alivyogusa pindo la vazi la Yesu, ghafla akapokea uponyaji. Na Yesu akauliza, ni nani katikati yenu aliyenigusa? Manake Yesu aliona kuna kitu kimeachiliwa kutoka kwake, na kitu hicho ni upako ulioachiliwa ukamponya yule mama aliyetokwa na damu miaka 12. Inawezekana ni wewe mmoja wapo katika tatizo ambalo ulilonalo, umekaa nalo zaidi ya miaka 12, umetembea nalo miaka 20, umetembea nalo miaka 40. Nataka nikwambie usiwe na wasiwasi. Yupo Mgalilaya Yesu leo, utakutana naye, atabadilisha maisha yako, atabadilisha historia yako, atakufuta machozi kwa jina la Yesu. Hata kama umelaumiwa na umeonekana ufai, nataka nikwambie ukikutana na Yesu, huwa anabadilisha historia ya watu, huwa anabadilisha maisha ya watu, huwa anaachilia uponyaji kwenye maisha yako, na utakuwa mzima kwa jina la Yesu wa Nazareti hai. Naomba niweke maiki vizuri, inakoroma kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mtu anahitaji kukutana na Yesu. Hebu mwambie mwenzako unahitaji kukutana na Yesu leo. Na ukikutana na Yesu, lazima Yesu akuguse kwa jina la Yesu. Sikiliza. Kwenye historia ya Biblia imeeleza vitu kwa ufupi sana. Haikueleza kwa undani, lakini imetupa short story ambayo ya huyu mama ya kukaa miaka 12. Sasa mimi nikaa na tafakari katika miaka 12, maana yake huyu mama alihangaika kwenda kwa waganga wa kienyeji. Yawezekana alienda kwa madaktari, yawezekana alienda kwa maprofesa, yawezekana alienda kwa washauri mbalimbali, na akapata dawa akatumia zikashindikana. Lakini mwisho wa siku alipoamua kukata shauri ya kwamba shida yangu hii, tatizo nililo nalo, haiwezekani kwa madaktari, haiwezekani kwa maprofesa, haiwezekani kwa mtu yoyote, yupo Yesu ambaye nikipeleka shida yangu itawezekana kwa jina la Yesu. Na alipozamilia kutoka moyoni mwake, maisha yake yalibadilika katika jina la Yesu. Nataka niseme nini jioni ya leo? Nataka nikupe matokeo ya wewe kuguswa na Yesu. Matokeo ya wewe kuguswa na Yesu. Yapo mambo 5 nimeorozesha hapo. Nini kinatokea? Nini kinatokea mtu anapoguswa na Yesu? Au faida za wewe kuguswa na Yesu? Ya kwanza, mtu yoyote anayekutana na Yesu na akaguswa, being touched by Jesus, mtu huyo, namba 1, Yesu huwa anaachilia uponyaji juu ya maisha yake. Huyu mwanamke alikuwa anaumwa miaka 12, lakini alivyokutana na Yesu, alipogusa pindo la Yesu, maandiko yanasema akapokea uponyaji. Maana yake unaweza ukafikiri kwamba
kulikuwa na mguso tu wa kimwili, lakini kulikuwa kuna mguso zaidi ya kimwili. Roho yake aliiandaa kwamba nitapokutana na Yesu lazima nipokee uponyaji wangu kwa jina la Yesu. Na ndio maisha ya Mkristo yoyote, unapaswa kuwa hivyo. Hata kama unaumwa, unapitia changamoto, sikiliza, unapoenda mbele za Bwana, kuwa na imani ya kwamba nitapozama kwenda kumtafuta Mungu, nitakutana na Mungu wangu. Nasema nitakutana na Mungu wangu, nitakutana na Mungu wangu. Nasema Mungu wa magorofani akutane na wewe kwa jina la Yesu. Mungu wa magorofani akutane na wewe kwa jina la Yesu. Haijalishi unaumwa, haijalishi una kansa, haijalishi una magonjwa, lakini nataka nikwambie, ukikutana na Yesu maisha yako yatabadilika. Ukikutana na Yesu historia yako itabadilika. Ukikutana na Yesu maisha yako yatabaki kama yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama alipokutana na Yesu, biashara ilimalizikia pale pale. Biblia ni kitabu cha hekima. Haikueneza kwamba inawezekana huyu binti alichumbiwa na wanaume. Walipogundua na tatizo la kutoka kwa damu, akasema nani achukue maiti hii? Akaachana naye. Inawezekana hata ndugu. Najua Wayahudi walikuwa na tabia moja, ukiumwa magonjwa yasiyoelezeka wanakutenga. Kwa maana wenye ukoma walikuwa wanatengwa, hata kusalimia usalimii. Wanaona ni nuksi, wanakutenga. Inawezekana alikuwa anatengwa. Ndio maana unaona hata kumwendea Yesu, hakumwendea kama watu wengine. Alienda kwa siri. Yesu amezongwa na wanaume, amezongwa na makamanda. Sema hapa nikijitangaza tu kwanza ni aibu. Akaenda kwa siri. Moyoni mwake anasema ninamwendea huyu baba, nikigusa tu pindo la vazi lake nitapokea uponyaji. Imani yake ikamponya. Alipofika, maandiko anasema akagusa pindo la Yesu na immediately akapokea uzima. Maana yake unapomwendea Mungu kwa habari ya ugonjwa wowote ulionao, tegemea utapata uponyaji. Nasema tegemea utapata uponyaji. Nasema tegemea utapata uponyaji. Magonjwa yoyote yale, Daudi anasema umenisamehe makosa yangu yote na umeniponya magonjwa yangu yote. Hakuna ugonjwa ambao unashindikana kwa Bwana. Hebu mgeukie mwenzako mwambie hakuna ugonjwa unaoshindikana kwa Mungu. Yaani iwe kansa, iwe HIV, yaani ugonjwa wowote kwa Bwana hakuna kinachoshindikana. Watu wa Mungu, tumefika kwenye dunia ambayo watu wengi hawaamini kwa habari ya uponyaji. Kwa maana tukikuombea hapo utasikia ngoja kwanza nikamsikilize na daktari wangu anasema nini. Daktari, nimeombewa kweli, namsikiliza baba mchungaji, lakini nataka nikusikilize na wewe, ndio mshauri wangu mkuu. Daktari ndio mshauri wako. Daktari wenyewe wapo hapa. Sijui Dr. Alimu kama yupo leo. Wanakwambia kabla hatujafanya operation tunamuita aliye juu, daktari wa madaktari, Yesu wa Nazareti aliye juu. Wanamuomba Mungu. Nampenda, kuna daktari mmoja yupo Kenya, naonaga na tumaga posti zake. Kabla ya kufanya operation wanaimbaga na tenzi kabisa. Kristo wa neema umefaka. Naone anatambua nafasi ya Mungu kwamba mimi ni daktari ndio, lakini yupo daktari wa madaktari. Sasa unapomwendea mbele za Mungu, Mungu haangalii unachosema, anaangalia moyo wako. Unaniwia ni nini? Watu wengi wameshindwa kupokea uponyaji kwa sababu kile wanachokiamini. Jumapili iliyopita nilifundisha kwa habari ya adui wa maombi yako ni mawazo yako. Wakati mwingine mawazo yako yanakukatisha tamaa. Umefunga, umeomba na umejitamkia mambo makubwa. Unapomaliza maombi tu, alafu kuna kajamaa kanaibuka akasema, wewe wapi wewe? Unaomba uwe tajiri wewe. Utamfikia moyo wewe? Tena nakwambia kabisa, ukiwa huna hela unakuita nani? Muhammad Ukiwa umefika umepata vihela kidogo unaitwa nani? Mudi Ukiwa na hela zaidi ndo nani? Mo. Tuna maneno jamani. People.
kwa sababu shetani ni roho, naye anadanganya. Sasa sikiliza, ukimsikiliza huyo mtu, uponyaji wako hautaweza kuupokea. Maandiko nasema huyu dada moyoni mwake alijiambia kwamba nikimgusa Yesu nitapokea uponyaji. Nami ni maombi yangu kwa jina la Yesu leo, uamue unaenda kukutana na Yesu. Nasema uamue unaenda kukutana na Yesu. Yesu atabadilisha maisha yako. Yesu ataponya maisha yako. Yesu atakutana na wewe leo kwa jina la Yesu aliye hai. Jambo la pili, matokeo ya kuguswa na Yesu. Jambo la pili, Yesu akikugusa huwa analeta urejesho, restoration. The touch of Jesus brings restoration. Huyu mama katika mwenendo wake, katika maisha yake, kuna vitu alipoteza. Alipoteza afya yake, alipoteza fedha zake alizokuwa anazitumia kwa bahari ya kujitibu, alipoteza amani. Mtu yoyote anayeumwa huwa anapoteza amani. Ndio maana unapoenda kumfariji mgonjwa, uwe na neno la tumaini kwa mgonjwa ili apate amani. Huyu mtu alipoteza nguvu. Mtu anapoumwa huwa anapoteza nguvu, lakini kitendo cha yeye kuguswa na Yesu, Bwana akarejesha, akampa urejesho. Na mimi nataka nikuambie hivi, kuna vitu vimepotea kwa sababu haujakutana na Yesu. Maombi yako yamepotea kwa sababu hujakutana na Mgalilaya wewe. Biashara yako inayumba kwa sababu hujakutana na Yesu. Lakini leo ukikutana na Mgalilaya, Yesu atarejesha kwa jina la Yesu. Maandiko nasema katika kile kitabu cha Yoeli, yaliyoliwa na parare na nzige na madumadu yatarejeshwa tena kwa jina la Yesu. Yatarejeshwa tena kwa jina la Yesu. Yatarejeshwa tena kwa jina la Yesu. Wale waliokuloga, wakaloga biashara yako, wakaloga watoto wako, wakaloga familia yako, ukikutana na Yesu, Yesu atarejesha maisha yako tena kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu atarejesha furaha yako tena kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu atarejesha mtaji wako tena kwa jina la Yesu aliye hai. Maandiko nasema hivi, kwa Ayubu alivyokuwa mwaminifu kwa Mungu wake, alimwamini Mungu wake. Mke wake alimwambia mkufuru Mungu, maana Mungu unayemtumikia ni Mungu ambaye amekuacha. Upo kwenye magonjwa, upo kwenye matatizo. Ayubu akamwambia, we mke mpumbavu, siwezi nikafanya upumbavu wa namna hii. Tumepewa mema tu na mabaya yasitupate. Yani hekima ya Ayubu ilikuwa ya ajabu. Ni kwa sababu huyu bwana alikutana na Mungu, alimjua Mungu kwamba Mungu ndio chanzo cha utajiri wake, Mungu ndio chanzo cha afya yake, Mungu ndio chanzo cha maisha yake. Akamwambia kwamba Bwana ametupa mema na mabaya yasitupate. Mungu alipoona moyo wake akasema, ndio nawatafuta watu wa namna hii. Maandiko yanasema kile kilichopotea akarejesha mara mbili. Mifugo yake iliyopotea Bwana akarejesha mara mbili. Watoto wake waliopotea Bwana akawarejesha mara mbili. Bwana akarejesha marafiki, Bwana akarejesha amani. Na kuombea kwa jina la Yesu mchana wa leo, Bwana akarejeshe vilivyopotea kwenye maisha yako. Bwana akarejeshe amani yako iliyopotea. Bwana akarejeshe utosherevu wako. Bwana akarejeshe ile biashara yako. Bwana akarejeshe hata ile ndoa yako iliyokufa kwa jina la Yesu. Tikisa jirani yako, mwambie huu ni mwaka wa urejesho. Mwambie tena, huu ni mwaka wa urejesho kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na utakuja kushangaa tutapokuwa tunamaliza mwisho wa mwaka. Utaona namna ambavyo Mungu amefanya na ataendelea kufanya mambo makubwa katikati ya maisha yetu. Jambo la tatu ambalo nataka nizungumze. Ukikutana na mguso wa Yesu, Yesu huwa anaondoa aibu yako. Aibu yako. Kutokana na hali aliyopitia huyu mwanamke. Kutokana na hali aliyopitia huyu mwanamke,
alikosa heshima ndani ya familia, alikosa heshima ndani ya jamii. Utu wake ulipotezwa. Hivi unajua kwamba ukipitia matatizo hata heshima yako inaondoka? Hapo mgeukie mwenzako, mwambie heshima yako inaondoka wakati unapopitia matatizo. Ndio maana sio rahisi sana ukampata rafiki katika wakati ambao Bwana amekubariki. Kuwa makini sana wakati una fedha. Wale marafiki wanaokunyemelea wengi si wa kweli. Wengi wanakufuata kwa ajili ya nini? Fedha ulionayo, mali ulizonazo. Siku fedha zikiondoka, watu wote watakimbia, watakuacha peke yako. Kuna kipindi fulani Mwalimu Nyerere alikuwa anataka kujiuzuru kwenye nafasi yake. Wale waliokuwa na wapo naye kwenye baraza la mawaziri wasema, Mwalimu, nataka nikwambie, ukiacha urais nchi bado haijatengemaa. Peace and stability bado haipo kwenye nchi yetu. Kwa tunakusihi Mwalimu, endelea. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere alikuwa hajawaelewa wale mwanzo. Kumbe wale jamaa wanamshauri ili afanyaje? Waendelea kubaki kwenye madaraka, wakawa nateuliwa tu. Teuliwa waziri. Wana wakasema tukimwambia mheshimiwa ajiuzuru, anayekuja tunamjua. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa endelea, unaupiga mwingi. Tanzania kuna machawa. Unaupiga mwingi. Sasa ilipofika mwaka wa 85, 84 kwenda 85, ndio Nyerere akagutuka. Hawa wanaosema na upiga mwingi, kwanza mimi nimebaki maskini. Moja ya viongozi waliotoka kwenye madaraka maskini, mmoja hapo ni Mwalimu Nyerere. Mimi nimeshangaa. Yaani Mwalimu anastaafu kazi ya urais, anaenda Butiama analima. Muulize wewe, baba yako alishika jembe mwisho lini? Nyerere watu wamerudi kijijini, analima. Rais mstaafu, kiongozi mashuhuri, akawashtukia wenzake wanaomwambia mheshimiwa endelea, kumbe ni wapigaji. Wana majumba, wengine wameweka majumba mpaka Ulaya. Alipogundua akasema, ala, kumbe hawa wananishauri kwa sababu tu wanataka kufanyaje? Kupata madaraka. Kwa hiyo siku zote ukiwa na cheo, ukiwa katika hali nzuri, ukiwa na pesa, watu wanafuata hicho cheo ulicho nacho. Maana ukiwa madarakani, hata viongozi wakiwa madarakani, kila mmoja ni chawa wake. Mama unaupiga mwingi kabisa. Nani kama mama? Hakuna. Ila ukishastaafu sasa siendelee zaidi ya hapo. Nachotaka niseme nini? Huyu mwanamke alipoteza heshima yake kwa sababu ya ugonjwa aliyokuwa nao. Alipoteza heshima yake. Lakini sikiliza, pamoja na heshima yake iliyopotea, miaka 12 anatokwa na damu, hakuna utatuzi, hakuna, ameenda kwa madaktari, imeshindikana. Aliposikia habari za Yesu, anaokoa, anaponya, anafufua. Maandiko yanasema alipomfuata Yesu na moyoni mwake akisema, nikimgusa Yesu nitapokea uponyaji. Maandiko yanasema alipomgusa, ghafla damu ikakoma, akawa mzima kuanzia pale. Na alipokuwa mzima kuanzia pale, wale waliokuwa wanamcheka sasa wanaona ni mgonjwa, wanaona hana heshima. Bwana akarejesha heshima yake, Bwana akarejesha furaha yake, Bwana akarejesha utu wake. Ukikutana na Yesu lazima arejeshe heshima yako. Maandiko yanasema wote waliomfuata Kristo wakamtumikia, Bwana atawaheshimisha. Ndio maana namtiaga moyo mtu siku zote mmoja hapa. Kuna watu hawakuelewi leo kwa sababu ya mapito ulionayo, kwa sababu ya matatizo ulionayo, kwa sababu ya changamoto ulizonazo. Nataka nikwambie, wape muda kwa jina la Yesu. Hebu mwambie mwenzako, nakupa muda tu kwa jina la Yesu. Kuna muda utanisalimia kwa heshima. Leo unanipita kama unijui, leo unanipita unisalimii, lakini kuna wakati wa Bwana utanisalimia kwa lazima. Hivi unajua Mungu akimuinua mtu, sikiliza, Mungu akimuinua mtu amemuinua wapendwa.
kanisa. Kaka mmoja alikuwa tunasali naye kanisani, watu walikuwa wanamcheka. Anakuja kanisani, anawahi mapema, kaka wa watu, napiga deki kanisa zima. Watu wengi sasa, huyu jamaa kakosa kazi za kufanya nini? Yaani muda wote yupo chachi tu, yupo kanisani tu. Na jamaa anaga time yeye kufuta vioo, kufuta nini, kuandaa kila kitu. Tunamuitaga church boy. Huyu jamaa naye amekosa kazi za kufanya tu. Akosa kazi za kufanya. Huwezi kujua mtu yupo kanisani anamlilia Mungu kwa namna gani. Naweza ukamdharau leo, lakini hujui anajitengeneza, Mungu analitengeneza ni jitu ambalo litakuja kupindua mambo makubwa katika ulimwengu huu. Lakini yupo katika kipindi cha kuandaliwa. Sikiliza, wakati wa Bwana ulipofika kuinuliwa kwake, ile Bwana anafanya vile, kumbe Bwana ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Na kazi aliyokuwa ameomba, alikuwa ameomba kazi ya ulinzi pale kanisani. Mwambie mwenzako, Mungu ananyanyua watu kutoka chini kwenda juu. Usiwe na tabia ya kudharau watu. Maana kila mtu unayemwona katika ulimwengu huu, Mungu amemleta kwa kusudi. Yule bwana akawa anafagia paka majani ya ng'ombe, watu wanamdharau, wanamcheka. Kumbe anasoma, ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Kwa ikifika usiku, watu wote wameondoka kanisani, jamaa anavuta kiti, linapakua, linasoma. Fika asubuhi, anafunga madaftari, anaendelea na shughuli zake kama kawaida. Alipomaliza mwaka wake wa 3, application zimetoka, jamaa kaingia jeshini. Kwenda jeshini kwa sababu ni msomi, kapanda cheo, kaenda captain, kapanda cheo, kaenda major, kapanda cheo, kaenda left colonel, kapanda cheo, kaenda colonel, kapanda cheo, kaenda kwenye brigadier. Sasa anarudi Bwana amemuinua, amepita kote. Sasa ndo anarudi siku hiyo kanisani, the brigadier general. Mgeukie mwenzako, ule kumsikiaga mtu anaitwa brigadier. Anarudi wapi jamani? Kanisani. Wale waliokuwa wanamsema wapo. Unajua kuna watu wengine maisha yao, yani wanaendaga, yani Mungu anapa kidogo, wanafurahi, wanabaki pale pale. Yani tofauti na mtu ambaye amekaa na mgoja Bwana. Siku Bwana akimnyanyua, kuna hatua unaziona. Sio kama unanielewa vizuri. Sasa narudi kanisani, siku anakuja kumshukuru Mungu. Imepita miaka karibia 6, 7, naenda 9. Sauti imebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Wamekuja pamoja na walinzi wanamlinda pale. Msafara wa brigadier general. Jamani atoa sadaka yake ya shukrani pale. Bwana asifiwe. Jamani mimi namtoa mtu fulani. Ndio huyu mwenyewe huyu. Usikuwa nafagiaga majani ya ng'ombe hapa jamani. Maana hakuwahi kutangaza kwamba ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Na hajawahi kusema mimi nimepata kazi. Alipata kazi kimya na Mungu akamuinua, akampandisha. Unajua wakati wa Bwana ukifika, Mungu anakupandisha tu vya ajabu ajabu. Anarudi watu wanamshangaa. Mfagia ng'ombe. Huyu jamaa ameshakuwa brigadier. Ndio akasema maneno akaanza chini kwa chini. Jamani, huyu yawezekana alikuwa anatuchunguza. Yupo hapa lakini ana kazi yake maalum. Sio kazi maalum. Wakati wa Bwana ukifika, Bwana anakuondolea ile aibu yako. Bwana anakuondolea lile koti ambalo watu walikuwa wamekuvika ambalo sio lako. Lakini kwa sababu ya mapito, watu watakucheka. Kwa sababu ya mapito, watu watakuona ufai. Lakini majira ya Bwana yakifika, nataka nikwambie watakusalimia kwa heshima. Simama kwa miguu yako. Watakusalimia kwa heshima. Watakusalimia kwa heshima. Nyosha mikono yako juu.